Unapozungumza Tanzania huwezi kuacha kuizungumza kwenye masuala ya soka. Soka limekuwa utambulisho mkubwa sana wa Tanzania kuanzia klabu zake kwenye ushiriki wake wa michuano ya kimataifa, lakini timu za taifa za Tanzania. Ni maendeleo makubwa ya soka ambayo Tanzania imeendelea kupiga ukilinganisha na miaka ya nyuma, safari ya soka ilipoanzia, nchi ikijitambulisha kimataifa kwenye soka la ushindani. Lakini hivi sasa ukizungumza juu ya ushiriki kwenye michuano mikubwa kwa timu ya taifa, mfano AFCON ama CHAN, si mjadala tena, kwani Tanzania hushiriki mara kwa mara. Klabu zake imefika hatua zinafika pia fainali kwenye michuano mikubwa, ambapo hapo awali hata kusogea kwenye hatua inayofuata ya mtoano kabla ya kufika makundi ilikuwa ni nadra sana. Ilionekana kama ni jambo kubwa, lakini siku hizi timu hizi za Tanzania zisipofika fainali ama nusu fainali, kama zimeshindwa sana, basi bado inaonekana kama kwa nini. Maswali yanakuwa mengi kufuatia kile ambacho ni bora kimekuwa kikifanywa. Sasa kuzungumza kuhusiana na maswala ya soka Tanzania, tunaye rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Wallace Karia, ametutembelea hapa kuzungumza masuala mbalimbali. Karibu sana. Asante. Nimefurahi sana kwa nayo muda huu. Asante, na mimi nashukuru kwa kunipa fursa hiyo. Kabisa. Mwaka 2017 ndipo rasmi ulishika kijiti cha kuwa rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, ukaongoza, ukagombea tena, ukachaguliwa tena. Moja kati ya kitu ambacho wakati unaingia hakukuwa na utaratibu wa kuongoza kwa term, kwa maana kwa muhula, lakini kama limeanzia kwako. Kwenye mpira wa dunia pia ilikuwa hamna terms. Alivyoingia Rais Infantino aliweka term na kwa maana ya FIFA kukaa na term, lakini CAF nako pia kukaa na term. Kama mnaona Rais Sepp Blatter alikaa muda mrefu sana, lakini pia Issa Hayatou alikaa muda mrefu. Kwa hiyo waliofanya mabadiliko haya ilikuwa ni Rais Infantino alivyoingia, lakini pia na Rais Ahmad alivyoingia. Na sisi Tanzania tukaona ni busara na sisi pia tuweke term. Kwa hiyo tuliweka term. Kwa hiyo sasa hivi term ambazo ni 4 mara 3 ambazo zinatakiwa ziwepo, na ndio tunaendelea nazo, na CAF hivyo hivyo, lakini na FIFA hivyo hivyo. Sasa lakini nyuma huko kina mzee wangu marehemu mzee Almamra alikaa muda mwingi tu, hata mzee Ndolanga naye alikaa muda mwingi, inategemea na wajumbe, lakini pia sio busara kukaa muda mrefu. Natakiwa tena ila ukomo bila shaka. Ukomo upo. Ni uchaguzi ni vile vile kila baada ya miaka 4. Kila baada ya miaka 4, alafu kunakuwa na uchaguzi na baada ya miaka 4. Kwa hiyo kikatiba itakapofika miaka 12 ile ya kikatiba, kama nitakuwa bado nina hata kama una nguvu au vipi au unataka, lakini lazima upumzike. Sasa kwa muda wako ambao umeongoza shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, yapi mafanikio makubwa ambayo binafsi unajivunia kwamba haya niliyoyafanya ni makubwa sana? Mabadiliko mengi tumeyafanya mimi na wenzangu, na kwa sababu sio mimi peke yangu, kuna wenzangu tumeingia nao tukakubaliana kwamba lazima tubadilishe. In fact hata kabla ya kuingia tulikaa tukakubaliana kwamba lazima tufanye mabadiliko kwenye mpira wetu ili uweze kuendelea, tusifanye utaratibu wa kawaida, kwa sababu huko zamani ilikuwa sisi ligi yetu ndio kitu kikubwa tu, ingawa ligi yetu nayo ilikuwa na mapungufu mengi ambayo yalihitaji kurekebishwa, lakini pia ilikuwa jambo kubwa ambalo najivunia ni kujenga confidence kwa watu wanaokuja kuwekeza, wadhamini, kuwapa confidence kwamba watakapokuwa wamewekeza watapata mileage yao kama ambavyo wanahitaji, lakini pia uwekezaji wao utatumika kwa mahali maalum ambapo tunakubaliana. Kwa hiyo ilisababisha tukapata uwekezaji mkubwa, na uwekezaji ambao unaongezeka muda baada ya muda. Kwa hiyo ndio jambo kubwa hilo. Confidence, lakini unapotengeneza confidence nayo na wadau wetu wengine mbalimbali, kwa maana ya serikali pia ambayo ndio mdau mkubwa wa kwanza, naye pata confidence kwamba uongozi upo, tunashirikiana nao
katika yale ambayo tunahitaji tusaidiwe, tunasaidiwa. Lakini pia tukirudi kwa mashirikisho kama Sekafa, shirikisho la Kafu, FIFA, wote wamekuwa na confidence na sisi. Na ndio unakuta mambo yetu mengi yanakwenda kama ambavyo tumepanga. Bila confidence huwezi hamna mtu ambaye anaweza kuja kwako kama haamini kwamba ni mtu thabiti au ni taasisi thabiti ya kuweza kushirikiana naye. Umeyataja mashirikisho na tumeona ugeni wa mara kwa mara wa viongozi wakubwa wa CAF. Kuja hapa mara kadhaa Dr. Patrice Motsepe, Gianni Infantino na viongozi wengine waandamizi wakubwa. Tanzania imekuwa kama kituo ama kitovu kwa namna moja ama nyingine ya maendeleo pengine ya soka la Afrika. Tofauti na miaka ya nyuma, kwa nini imekuwa hivi wakati huu? Ujue ndio nasema kwamba kujenga kuaminiwa. Kwa hiyo sisi baada ya kuingia madarakani tuliaminiwa, tukapata mkutano mkubwa tu wa kwanza wa kimataifa wa FIFA, wanaita Football Executive Summit. Ilifanyika hapa ilikuwa 2018. Lakini pia tukakuta kwamba mashindano tena ya under 17 AFCON yalifanyika hapa. Lakini kweli sio President Motsepe tu, hata President Ahmad alikuwa anakuja mara kwa mara hapa. Lakini pia mkaona mashindano mengi ya Sekafa. Nadhani katikati hapa baada ya Mzee Tenga kustaafu, uongozi wa Sekafa ulikwenda Sudani. Lakini baadaye mataifa mengine pamoja na waliokuwepo kwenye uongozi walimfuata Mzee Tenga kwamba tunaomba Karia atusaidie Sekafa. Kwa nikakata na Sekafa miaka 8 kwa tukawa tunaongoza. Na nimekaa miaka 8 ambayo nilistaafu, nilijiuzulu kabla ya uchaguzi wake kufika, baada ya mimi kupata nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF 2025. Nilipata nafasi hiyo ya kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, na wakati nafanya kampeni zangu niliwaambia kwamba nikipata hiyo nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya CAF nitaachia kwa mtu mwingine. Kwa sababu gani? Kutokana na mabadiliko ambayo yalifanyika ya katiba ya CAF, kwamba marais wa hizi zone 6 zilizoko wanaingia kwenye kamati ya utendaji ya CAF, lakini sio wajumbe, lakini wanaingia kwa stahili zote zile, ingawa hawezi kupiga kura, lakini anashiriki kwenye mijadala nini. Kwa hiyo kwa mimi kwangu kuingia pale kama mjumbe wa kamati ya utendaji halafu tena niwe naingia tena kama rais wa Sekafa ni jambo ambalo niliona sio jema. Kwa hiyo lazima lakini pia ilikuwa ni mojawapo ya mbinu ya kampeni. Kwa hiyo ndio maana niliachia hiyo. Lakini bado nasaidia, lakini pia tunaona tuliletewa EFL hapa. Lakini pia tukaletewa mkutano mkuu wa Kafu ambao tulifanya Arusha kule, ambao vyote hivyo hakuweza kufanyika huko nyuma. Na yote hayo ndio hayo tunarudi kuaminiwa. Sasa tuzungumze mpira wetu wa Tanzania. Ligi yetu imepanda kuwa miongoni mwa ligi 6 bora Afrika, lakini klabu zetu zimekuwa zikifanya vizuri sana kimataifa zikitokea Tanzania. Mafanikio mengine ni pamoja na timu ya taifa kucheza AFCON. Nakumbuka 2019 Ivory Coast, 2025 Morocco, na tutakuwa waandaaji wa AFCON 2025 ikiwa sehemu ya mafanikio. Ukubwa wa haya ambayo Tanzania inaendelea kupiga hatua, mzizi wake hasa ni upi? Kwanza ni kutengeneza, jambo la kwanza tulitengeneza mpango mkakati. Mpango mkakati, taasisi kama huna mpango mkakati huwezi kufanikiwa kwa jambo lolote lile. Kwa hiyo sisi tuliweka mpango mkakati, na mpango mkakati wetu ulieleza pale kwenye vision yetu, maono yetu, kwamba tunataka Tanzania iwe power football house kwenye zone Afrika na duniani. Na hiyo tukarudi sasa tukawa tena
nani hii na mission zetu, tukatengeneza objective, tukaja na activity zetu ambazo tulizigawanya kwenye vitu 11. Na tulifanya hivyo maksudi kuweka kwenye utaratibu wa 11 kwa maana ya timu inakuwa na watu 11. Kwa tuweka vile vitu 11 ambavyo vilikuwa kwanza usimamizi bora wa fedha, utawala bora, tukaja tukarudi usimamizi wa soka la vijana, soka la wanawake, lakini tukarudi kwenye miundombinu, kusimamia miundombinu, lakini pia tukasema kwamba maendeleo kwenye ligi yetu, lakini pia kuhusisha wadau, stakeholders engagement, lakini pia na timu ya taifa. Sasa vyote hivyo tukavitafsiri, tukaviwekea nani hii zake, vitu vya kufanya hiki na tukatengeneza mpango mkakati ambao ulikuwa wa 2018 mpaka 2022, lakini tukaufanyia mapitio tena tukapata wa 23 mpaka 27 ambao baadaye utafanywa tena mapitio tuangalie. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulivifanya kwa miaka ile mitatu ya kwanza, tukaja tena tukakuta ambavyo vimekamilika, tukawa ni kuvisimamia tu, lakini pia na kusimamia kutengeneza kanuni ambazo zinatupeleka katika kuyatekeleza hayo kiutaratibu. Ingawa kanuni mara nyingi zinabadilika, natakiwa zibadilike kanuni kutokana na hali halisi inavyotokea. Kuna matukio yanatokea sababisha tuende kwa kanuni, kwa hiyo kanuni zinabadilishwa kila msimu. Lakini ligi yetu pia wakati huo ilikuwa tulikuta katika level ambayo ilikuwa haitambuliki, na tunakwenda tunashiriki tu, na mara nyingi unakuta timu zetu za taifa pia zilikuwa zinatolewa mapema. Kwa hiyo ndio maana hata kukuta kuna wakati ligi yetu iliongezeka mpaka ikawa na timu 24. Kwa maana ligi imeimarika. Lakini pia tukarudi nani hii 20 tukaja sasa tukaanza kupata shida 18 bado tunapata shida, kwa sababu sasa hivi kalenda ikawa inatubana. Tunatakiwa tushiriki huku, timu zetu zinashiriki. Kwa hiyo ndio maana tukazileta mpaka 16. Na hapa tumesimama hapa 16 sasa. Kalenda inakuwa ngumu, lakini tuko 16 sasa kwa ukubwa wa nchi yetu, idadi ya watu walioko. Kwa hiyo inabidi lazima ligi imeendelea kuwa maarufu na imeendelea kupanda. Lakini changamoto zipi ambazo nyinyi mnakabiliana nazo ambazo pengine nyingine zinatokana na wadau ama nyingine timu ambazo zinapatikana kwenye ligi hiyo? Mnapokuwa mko jumuiya yetu hiyo na timu 16, wadau wetu hao, kunakuwa na changamoto nyingi. Kuna vitu vinatokea vingine kwa sababu kila mmoja ana nia ataka aweze kushinda. Kwa hiyo kuna vitu vingi tu, na hizo changamoto ni changamoto za kawaida. Changamoto za kawaida inapokuwa kwenye mpira wa miguu, changamoto hizo zipo, isipokuwa kitu kikubwa sisi changamoto tunataka zirekebishwe. Na nikwambie kila msimu unaoisha unakuwa ni bora zaidi ya msimu uliopita nyuma huko. Kwa hiyo ukihesabu hiyo misimu iko mingapi, ni kwamba iko changamoto iliyoko ni kwamba msimu unaokuja nataka uwe bora zaidi. Kwa hiyo tunaangalia aidha tunaboresha kikanuni au tunaboresha teknolojia au tunafanya nini. Kwa hiyo yote hayo naweka, kwa sababu sehemu ambapo kuna matamanio ya binadamu, sehemu ambapo kuna usimamizi wa binadamu, changamoto lazima zitokee. Nadhani hata jana unaona Waafrika wanalalamika kwamba Misri ya kutendewa haki. Sisi Waafrika tunalalamika dhidi ya bingwa mtetezi. Dhidi ya bingwa mtetezi. Kwa hiyo hayaishi hayo. Hilo la haki kwenye timu za ligi kuu hizi 16 zipo ambazo huwa pengine zinafikia wakati wa kutokuridhishwa na baadhi ya mambo kwenye ligi. Zipo, hilo lipo. Huwezi kumridhisha kila mtu. Hasa kwenye nini wanalalamika? Wanalalamika kwenye masuala ya uamuzi, wengine wanasikia wanalalamika ratiba, wengine wanalalamika kwamba hawapumziki. Sasa ni vitu vingi tu unakuta. Ujue mpira nao ni industry. Kama ilivyo nyinyi Azam hapa, mnafanya kazi masaa 24 kwa wiki mara 7 na kila siku hampumziki. Azam ipo. Na ndio maana sisi nyinyi mna shift. Kuna unaoingia, kuna mwingine anaenda likizo nini.
Na hivyo hivyo mpira kama industry, na ndio maana ukakuta sisi tukaongeza pia hata wachezaji kwamba wasajiliwe 40 ili kwamba kama timu itacheza Jumamosi ikija ikicheza Jumatano baada ya saa 48 kupita natakiwa saa 72 wakuta tena ikicheza labda Jumatano ikaja ikacheza tena Jumapili. Kwa hiyo ndio tumeweka hivyo. Sasa ndio maana wakakuta kwamba watu bado wanalalamika, na unakuta kocha analalamika, wachezaji wanalalamika, wasemaji wanalalamika. Ni kawaida ya binadamu. Timu zote zinaweza kufikisha idadi hiyo ya wachezaji kusajili, na hoja ya kusafiri kwa maana ya pengine misuli ya kiuchumi kwa baadhi ya timu. Mpaka tumepiga hizo hesabu. Ina maana tunaweka kwamba ambaye atasafiri kwa basi atafika muda ule ambao unatakiwa. Atakosa muda wa maandalizi na atapata. Anapata muda wa maandalizi, na ndio maana hata siku 2 hizi zinazokuja tutazindua mfumo wa kutengeneza hizo ratiba ambayo itawapa unafuu. Ndio maana nikasema kila muda tunataka turekebishe zaidi, kwamba akiondoka mtu akaenda labda ataenda Kagera, atapiga Geita, akija atapiga Mwanza, akiondoka kanda hiyo harudi tena. Ataenda sehemu nyingine, kwa sababu unaweza kukuta ratiba ile ilikuwa inapangwa tu, mtu anaweza akacheza Mbeya afu akatakiwa kwenda kucheza Kagera. Sasa unaona hapo yuko ndani ya ule muda, inaumiza. Kuna wengine wana uwezo wa kwenda na ndege lakini sisi minimamu kwamba tumeweza kwamba inawezekana. Na unakuta hata hao wanaolalamika sio hao wadogo ambao tunaona wanalalamika, hao wakubwa ambao wanasafiri na ndege, wanafanya nini. Kwa hiyo ni hulka tu. Wakubwa kwa tafsiri wale ambao wenye uwezo wa kuweza kwamba anaweza akaondoka na ndege, na unaona wanasafiri na ndege. Kwa tathmini ni timu zipi ambazo sasa nasema sasa hilo sio kuzitaja, sio jambo la kutaja, kwa sababu hata mtoto darasa la kwanza anajua kwamba timu zipi ambazo zina uwezo wa kusafiri na ndege inawezekana. Lakini hata hizi timu nyingine za kawaida unakuta wakiona ratiba yao ipo na inawapa, anaweza wakasafiri na ndege. Na kama unajipanga vizuri kwamba mimi baada ya wiki 2 nitaenda Kigoma, utakapokwenda ya Tanzania tiketi itakuwa iko reasonable. Hizo timu zenye uwezo Rais, zinaathiri kiasi gani maamuzi ya shirikisho? Haziathiri maamuzi, isokuwa wadau tu ndio wanatafsiri kwamba zinaathiri maamuzi. Unajua kuna vitu vingine kinaweza kikafanyika watu wakaona kwa nini haichukuliwi hatua, wanabebwa. Hapana, hilo jambo tunaenda kikanuni. Kama alikuwa provided kwenye kanuni, huwezi kukurupuka tu. Lakini sasa tunapotokea hiyo, tuna note kwamba wakati wa kanuni ili lazima tuliweke kwenye kanuni ili liweze kutusaidia msimu ujao. Ndio maana nasema kila msimu unaokuja atakiwa uwe bora zaidi ya ule uliopita, kwa sababu tayari hapo tushanoti matatizo ambayo yapo, basi tunakwenda kwa hiyo ndio vitu. Lakini pia yanaonekana hayo kwa sababu ndio interest ya watu wengi, ndio interest ya watu wengi, ndio interest ya wadau wetu, either ni kiuchumi, kwa sababu kama wewe Azam hapa ili uweze kipindi chako kisikilizwe, lazima utaweka dondoo zinazohusu hao watu wakubwa. Sahihi. Lakini wakati huo kuna vitu vingine vya msingi huvigusie. Kwa mfano wewe nikuulize, Azam sasa hivi sisi kuna timu zetu 2 ziko nje za wasichana wa TDS chini ya miaka 14, wamechukua mpaka na kombe kule. Sahihi. Ureno. Sio nyinyi tu Azam, hata magazeti hawaandiki. Sisi tunazungumza, tunaandika. Mnazungumza kidogo sana. Bahati nzuri mimi nafanya vipindi vya michezo. Lakini unazungumza kidogo sana kuliko hiyo. Haya, tuache Azam. Lakini hizo nyingine ambazo na vipindi vya michezo kuanzia saa 3 mpaka saa 6. Watu wanaweza kaamua wanaozungumzia mpira unaotumika kwenye ligi kuu badala ya kuzungumza mambo ya maendeleo ambayo yametokea. Kuna vijana wako kule China, juzi wamemfunga Nigeria. Sidhani kama hayo mnaweka. Lakini pia sasa hivi timu yetu ya futsal imeingia kambini. Ndiyo. Timu yetu ya wanawake iko kambini kule Karatu. Inaenda AFCON ya wanawake.
Lakini timu yetu ya under 20 na Ngorongoro, Ngorongoro iko kambini, yanapata nafasi ndogo zaidi, lakini sasa hiyo hatulaumu. Tunazungumza kwa sababu gani? Mtu ataka kipindi chake kisikilizwe, atakapozungumza hayo ambayo hayahusu wao wapendwa, hatapata maelezo. Kwa maana nikasema kibiashara, kiuchumi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo lina impact zake, lakini najua tu kuna siku itafika. Mijadala mingi ambayo inazungumza kuhusiana na hizi timu ambazo tumesema zina msuli mkubwa hasa kiuchumi si halisi. Kwa maana labda kuna malalamiko anaweza kanatokea fulani anabebwa fulani hivi, mitazamo kama hiyo, na nyinyi pia huwa haiwasumbui hiyo? Ukishakuwa kiongozi huwezi kusumbuka na hiyo, kwa sababu saa nyingine in fact mwanzoni inakera, lakini baadaye ukishakuwa, sasa hivi mimi nishakuwa kwenye uongozi miaka yote hii, kwa hiyo nimeshajua mwanzoni unaweza lakini sasa hivi unaona hao watu baada ya kuja kusoma mazingira, unaongea nao, kija bwana president, ndio hivyo inabidi tena kipindi hiki na radio yetu kipindi tunapata tupate wadhamini, mdhamini hawezi kuja kuweka, unaona kuna mambo mengi, lakini pia wakiposti zile clip zao kwenye social media zinapata wengi wanaosoma wengi kuliko wakiandika hilo jambo. Kuna jambo jingine ambalo labda niseme, wa Tanzania yatakiwa tupende mpira. Hatuupendi mpira. Wanajaza viwanja, lakini wanajaza viwanja. Ndio maana nakwambia acha nikamalizia. Yatakiwa tupende mpira, tusipende timu. Timu tuzipende, lakini tupende mpira. Wa Tanzania hawapendi mpira. Hawapendi mpira, wanapenda timu. Timu zipi zinapendwa zaidi? Sasa ndio ukifika Tanga kule utakuta sisi tunapenda kosti yetu. Mimi wakati niko jeshini nilikuwa na meti wangu mmoja anaitwa Onesmus hivi. Alikuwa Morogoro, nadhani akastaafu hapo. Tulikwenda naye Tanga likizo. Sasa tumefika wakati huo ilikuwa hamna TV, ni redio. Kuna redio tumeweka pale sehemu nawakaa. Akataka, kulikuwa na mpira unachezwa, Eza kama ilikuwa haichezi Simba au Yanga, akataka usikilize. Watuambia bwana nikawa bwana kwani inacheza timu yetu? Unaona? Hakutaka kusikiliza. Na wewe ni shabiki wa Costa. Hakutaka kusikiliza. Akaja baadaye akaniambia, nadhani hata nitamkumbusha ingawa ni muda umeenda, zaidi ya miaka 30 na karibia. Nitakuja bwana atakumbuka hilo tukio. Kwamba kwa hiyo ndio tatizo hilo. Ingawa sasa hivi baada ya kuja Azam angalau tunaona, kwa sababu mnaonyesha mechi zote, muda huu inaonyeshwa hii, muda, kwa hiyo watu wanaona. Sasa wakati walikuwa kusikiliza tu kwenye redio, hata kwa tukio kwenye redio saa nyingine si mechi zote, sio mechi zote ilikuwa inatangazwa, michezo hiyo. Kwa hiyo ikawa ni watu hivi kuwa mpenzi wa timu fulani na ni kiongozi wa soka huwa inakutesa kwa namna gani pale ambapo timu yako inaharibu na wewe upo kwenye nafasi ya uongozi ambayo inaweza kuathiri maamuzi kwa namna moja ama nyingine? Natakiwa kiongozi ujitahidi sana. Mimi naumia sana labda kosi kipoteza mechi, lakini sitajaribu hata siku moja, na sijajaribu kutaka kuinfluence kosi apate matokeo ambayo yatakuwa yamepatikana kwa njia ambazo sio halali, labda kwa kubebwa nini. Sasa ingine unaweza kutokea bahati mbaya, sasa ingine unaweza kutokea bahati mbaya kabisa, unaona refari hapa labda amewapa penalty kosi, unaona hii ilikuwa haistahili kupewa penalty. Sasa ametoa, huwezi kumwingilia, lakini uko kwenye mitandao watasema ni timu ya president. Walikuwa wanazungumza, sasa hivi angalau naona wameshanielewa, watu wengine nimekaa nao, wengine walikuwa wana kipindi kabisa wanajadili. Kwa hiyo nashukuru hilo limeisha. Kwa hiyo inatakiwa ukiwa kiongozi ubaki kuipenda timu, lakini usi influence. Ama sivyo kosi shashuka daraja mimi nikiwa kiongozi. Kosi inacheza playoff nikiwa kiongozi, lakini natakiwa tubaki katika utaratibu huo
uking'ang'ania utakuwa tayari hufai kuwa kiongozi, na inatakiwa ubaki kwenye uongozi na mapenzi yako uyaweke pembeni. Na hata wenzangu hata wa Sekafa walikuwa wanajua tukienda Tanzania ikicheza na timu unaweza kukuta hata saa nyingine inaonewa labda iza katika kategori zote za timu kubwa au za vijana au za wanawake nini, lakini bado unasimama. Lakini tuna host hapa sisi juzi under 17 tumepoteza sisi kwa Uganda goli 3. Na nikawaambia watu wa Uganda mnaona wenzetu nyinyi mkiwa Uganda mnataka lazima kombe libaki, lakini mnaona, na ndio inatakiwa ukiwa kiongozi uwe katika utaratibu, uwe katikati. Kariakoo Derby ni utambulisho wa soka la Tanzania. Kuna wakati ilipitia hali ya tunacheza hatuchezi, watu wanakimbia mechi, sijui na kwenye mitandaoni mijadala inakuwa namna hiyo, mechi inapangiwa tarehe tofauti na badilishwa na kadhalika. Nyuma ya mechi kubwa kama hizi huwa kuna msukumo gani ambao unaleta ugumu kufanya maamuzi, hasa pale mmoja ambapo anakuwa na takwa lake? Unajua, ndio maana nikasema maamuzi yanafanyika, isokuwa maamuzi yatakiwa yafanyike kwenye kanuni. Kuna matukio yanatokea unakuta kanuni haikuyazungumzia. Kwa mfano swala la kufanya mazoezi, kawaida inatakiwa timu ifanye mazoezi kabla ya, kanuni yetu ilikuwa kabla ya mechi kwenye uwanja kama ni mgeni. Lakini ukirudi historical, hizo mechi za dabi hamna ambaye kashafanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Zaidi ya miaka 8 hamna mtu kafanya. Sasa inapotokea jambo hilo linarudi linakuwa vipi? Kwa hiyo hatujaweka kanuni za msisitizo, na sasa hivi tunashukuru wenzetu wa FIFA na kafu, kanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja inakuja kama vile uwanja wewe ndio mara ya kwanza unakwenda, au saa nyingine inazuiwa inakwenda kufili tu ile pitch. Kwa hiyo ndo tunakuja sasa kanuni zetu tunazirekebisha ili ziweze katika utaratibu huo. Kama nyinyi kila siku mnacheza Mkapa, kwani ukafanya mazoezi uwanja wa Mkapa? Kwa hiyo sisi, lakini kanuni zinaruhusu siku moja kabla. Ndio maana nikasema hiyo kanuni tunairekebisha, kwa sababu hata huko kwenyewe isharekebishwa. Kwa hiyo kanuni sasa hivi haina ulazima wa hivyo. Lakini tuchukue kwa mfano, kuna wakati uwanja Mkwakwani ulifungiwa. Uwanja Mkwakwani ulikuwa una host Coast Union, una host African Sports, una host Misitu. Lakini kulikuwa na under 20 ya Coast Union inacheza. Wiki moja hiyo hiyo. Kwa hiyo timu 4 zinacheza hapo. Ina maana mechi ngapi? Mechi 4 zitachezwa. Sahihi. Lakini sasa ukichukua wiki ina siku 7. Je, kila mmoja yule mgeni aliyekuja aende akatrain pale? Ndio maana ukakuta uwanja unakufa, kwa hiyo uwanja unafungiwa. Na timu zote sio mara ya kwanza kwenda kucheza Mkwakwani. Kwa hiyo ina maana sasa tunaondoa kwenye kanuni. Sio lazima kwamba ifanyike. Labda itokee imepanda daraja timu. Mara ya kwanza inaenda Mkwakwani, itakuwa iende kaufili ule uwanja. Manake itakuwa pia kwenye kanuni sasa. Tayari tuko kwenye, na siku sio nyingi kanuni mwaka huu zimepita kwa wadau wote. Kesho tuna kamati ya utendaji tunazipitisha hizo kanuni, lakini kamati ya utendaji nayo itachukua nafasi yake izijadili. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunavirekebisha ili kuweza kuleta. Lakini sasa zinapowahusu watu wenye hiyo dabi yao, kwa sababu kuna interest nyingi tu na watu wanaona kama vile na wanatengeneza, mwingine anajua kabisa kwamba TFF haiwezi kufanya hivyo, lakini wanayatengeneza kwa inaonekana, ndio inakuwa ugumu. Kwa hiyo kanuni tunakuja tunazirekebisha, na baadaye tutakuta labda sasa yatokee mambo mengine ambayo kikanuni, lakini na dunia inaenda hivyo hivyo. Hata sheria zilizoko zinawekwa hizo, na ndio maana ukasikia kuna mabadiliko ya katiba yanatakiwa yafanyike kwenye vyama vyetu, tunabadilisha pia kuangalia katika utaratibu kwamba unaenda vipi. Sawa sawa. Kwenye swala la waamuzi, ni moja kati ya sehemu ambapo wadau wa soka wanapigia kelele sana huko kwamba hakuna ufanisi kwa waamuzi. Hili mmesimama nalo kiasi gani kuhakikisha sasa mambo yanakuwa tofauti na mazuri zaidi?
ufanisi upo. Ukitoka nyuma huko, hali ya uchezeshaji ilivyokuwa na sasa hivi imekwenda vizuri zaidi. Kwa nini kuna wakati tumeleta waamuzi kutoka nje kama tuna waamuzi wenye ufanisi? Sasa hilo la kusema kwamba kuleta waamuzi kutoka nje ni jambo ambalo linatokea, na kuangalia kipindi hicho kuna pressure aina gani, kuna jambo lilio katika hali gani. Kwa hiyo unaleta tu kuja kuharmonize jambo hilo, lakini sio jambo kwamba itakuwa ndio utaratibu au nini. Kwanza niwaambie wazi pia wanaotaka kuleta waamuzi nje nini, sasa hivi tunafanya utaratibu mwingine kuhakikisha kwamba tunakuwa na ufanisi zaidi, na solution sio kuleta waamuzi kutoka nje. Nia yangu mimi kama tutaleta waamuzi kutoka nje, na waamuzi wetu nao waende nje wakachezeshe. Kwa hiyo tuingie MOU. Tafsiri yake mpaka wahitajike sasa huko. Sasa kama tutaingia MOU na nchi kwamba bwana, na sisi tukiingia na nyinyi, baadhi ya mechi waamuzi wetu watakwenda kuchezesha huko, na hili jambo jingine maana yake tumeona kwamba watu wanalitafsiri, wanataka walitumie vibaya. Lakini si mpaka wapate sababu ya kuita waamuzi kutoka nje ya nchi. Sasa ukishatengeneza MOU ina maana ni jambo la mafunzo. Sisi sababu ya kuleta waamuzi kutoka nje huwa inatokana na nini? Ndio maana nishakwambia, nishalijibu hapa kwamba inatokea mechi ilikuwa iko kwenye situation gani. Kwa mfano ile hatuchezi, tunacheza, ili kuja kuileta iweze turudishe ile gap ambayo lilikuwepo, ambayo sababisha unaweza ukawa na mwamuzi wa nje kwa sababu ni watu wamewazoea nini, unaweza na kweli baada ya kuleta mwamuzi kutoka nje lilikwenda likawa liko katika utaratibu tu mzuri. Lakini sasa tunafikiria sisi sasa hivi kwamba kama tutakuwa tunaleta mwamuzi kutoka nje lazima tuwe na MOU na wale na wenzetu na waweze kwenda nje, ama sivyo tutakuwa tuwatendei haki waamuzi wetu. Ila unaridhishwa na ufanisi wa waamuzi wetu? Waamuzi, mabadiliko makubwa sana yanatokea kila msimu, unakuta malalamiko yanapungua. Kwa hiyo mbali ya hilo, lakini pia tunataka nao turudi kwenye teknolojia, tuangalie kwamba teknolojia nayo iweze kusaidia, kwa sababu jamani, kombe la dunia ndio tumezungumza mfano uliopita. Hata jana kulikuwa na kelele kuhusu mechi ya jana, kwamba kuna kelele ya waamuzi, na ni duniani huko. Viongozi wote wa soka wako pale, wana teknolojia iko pale, lakini pia inaonekana teknolojia hii imependelea sehemu fulani. Kwa hiyo huwezi kumridhisha binadamu. Kwa hiyo Rais, kwenye suala hili la waamuzi, kwa sababu kuna wakati unasikia amefungiwa mwamuzi huyu, labda amefungiwa mechi hizi, pengine ameshushwa daraja. Sasa pengine huo ndio uthibitisho kwamba hawafanyi kwa ufanisi hawa ambao wanafungiwa. Ujue binadamu kuna mengine makosa ya kibinadamu, kuna mengine makosa ya makusudi, au kuna mengine uzembe. Kwa hiyo mtu anaweza akafungiwa kwa uzembe nini. Hata huko nje waamuzi wanafungiwa, wanaondolewa. Ipo hata kazini hapa, sikuna watu wanasimamishaga kazi na watu wanaondolewa. Kwa hiyo ndio maisha ya binadamu. Anakwenda katika utaratibu huo ili kulinda ule ufanisi, kwamba ufanisi ufanyike, lakini mwingine anaondolewa kwenye ratiba aende akajifunze. Na ndio maana hata na sisi tunataka tuangalie, kuna mapendekezo yanatengenezwa jinsi ya kuja kuhakikisha kwamba angalau wale waamuzi ambao wanapata hizo changamoto ambazo inaonekana labda ni uzembe au uvivu. Ndio maana kunafanyika mafunzo, kupatia siku kukimbia. Naweza kukute tukio linatokea, mwamuzi yuko mbali au hakusaidiana au hawakushirikiana hizo timu, hiyo inatokea. Umetaja makosa ya kibinadamu, umetaja uzembe, lakini haijawahi kutokea huko kwenu kwenye uzoefu kwamba kuna makosa ya kibinadamu ama uzembe ambao unanufaisha timu za aina fulani pekee? Lazima ikitokea uzembe inanufaisha timu. Na inatokea sasa hayo mengine ya timu gani zinanufaisha inategemea na watu watakaopiga kelele. Kuna timu nyingine zina nafasi ya watu kupiga kelele kwenye mitandao, kwenye social media,
wanachukua clip. Unajua kuna kitu fulani hapa unapokuwa uwanjani kwa jicho la kawaida kuna kitu unaweza kawa ukioni, lakini kwa sababu ya Azam kuna marudio yanafanyika, walioko nyumbani wanaona, ndio wanakuta wanarusha clip. Au saa nyingine nyinyi mloko studio, wale wanaoangalia pale kwenye ukumbi wenu watachukua wanaorushia wenzao huko, inaonekana. Na inategemea jambo ambalo linakuwa kubwa zaidi. Hivi kweli hamuwezi kuona kwamba je, hawa waamuzi wanakosea tu kwenye hizi timu fulani, hizo nyingine hayafanyiki makosa? Yanafanyika, lakini nategemea yapi yanaenda viral. Yanaenda viral kutokana na wale watu ambao ni wengi zaidi, na saa nyingine unakuta inakwenda. Yapo matumizi ya teknolojia hivi sasa, Rais. VAR, goal line technology ni sehemu ya usaidizi wa muamuzi ili aweze kufanya kwa ufanisi. Tanzania tuna mpango gani kwenye hilo, na kama upo tumefikia wapi hivi sasa? Kwanza VAR ni gharama kubwa sana, lakini VAR ina rights zake. Alianzisha hata huko FIFA wakitumia lazima kuna rights, na kila kaanzisha, lakini pia hiyo teknolojia inakwenda, kila mmoja anaanzisha teknolojia nayo anaangalia kibiashara zaidi, na ni gharama. Na mimi sema kweli, hata siku moja utanisikia nikisema kwamba tunataka tutumie VAR, kwa sababu najua ni jambo ambalo siwezi kujifariji kwamba kujidanganya mwenyewe. Sikuwa tunashukuru Mungu kwa sababu sasa hivi kuna teknolojia imekuja ambayo ni ya chini zaidi, inaitwa VS, video support. Ni video support imetumika kwenye under 17 ilikuwa inafanyika kule Morocco. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mazungumzo na wale watu wa VS, lakini tumeshawasiliana na FIFA na kafu, na ndio wameturuhusu tunafanya nao mazungumzo. Tutaangalia kwamba inaweza ikatugharimu kiasi gani, na kama ni affordable, kwa sababu tumeona matumizi yake ni rahisi zaidi, sisi tunatarajia labda msimu ujao tuanze kuitumia hiyo. Na itakuwa kwenye viwanja vyote, na ndio mazungumzo ambayo tumeshafanya. Tuna vikao tunavifanya na wale watu, na nadhani ndani ya wiki mbili hizi tutapata proposal yao. Baada ya kusoma kwamba kwanza ramani ya Tanzania, lakini je, msimu ujao timu ngapi zitakuwepo kwenye ligi? Kuna matarajio kuna mabadiliko ya idadi ya timu? Timu zipi zitakuwepo kwenye ligi? Kwa sababu kuna timu ambazo zitaondoka kwenye ligi. Kwa mfano sasa hivi tukisema sisi tuko kwenye mpango, hatuwezi kuweka mpango Morogoro kwamba kutakuwa kwenye ligi Mtibwa Sugar kashuka, lakini lazima kule Kagera atakuwepo. Kwa hiyo lazima tuangalie Kagera, lazima tuangalie Geita. Kwa hiyo tunaangalia na nani, nadhani wiki. Na baada ya mchezo wa leo playoff, mmoja atacheza na Police Tanzania, kwa hiyo bado pia kuna nafasi. Kwa hiyo sasa Mbeya bado watakuwepo kwa sababu lazima timu moja itabaki. Kwa hiyo itakuwepo, kwa hiyo sio shida. Lakini sasa naweza kukuta Polisi naye akaingia, kwa hiyo Moshi nako tutahitaji. Hiyo haihitaji miundombinu ama mazingira ya uwanja. Kutahitajika kutahitajia sio miundombinu. Hakutakuwa na chumba kila uwanja kwamba kuna VAR room. Kutakuwa na watu, ingawa inahitaji mafunzo ya watu wengi. Lazima tuwafundishe watu wengi, na hiyo tuna uhakika kwamba kwa sababu pia tuna waamuzi tayari tushawapa mafunzo ya VAR ambao watakiwa wapate modu 5, modu 4 tayari. Nadhani next week wanaanza modu ya 5. Lakini sasa tutaongeza na grupu jingine kwa sababu VS hahitaji. Tutahitaji PC ile ya kuangalia pale, lakini na ya mtu aliyoko pale, na kwa sababu mechi zote zinaonyeshwa live, tutakuwa connection na Azam. Vikao vya kwanza tumeenda, hatujawashirikisha Azam, lakini nadhani vinavyokuja tutawashirikisha Azam, tuje tuangalie tunafanya nini, kwa sababu ili tuangalie inafanya nini. Lakini tulivyozungumza nao kabla kutoka kwenye hilo kwa sekunde kadhaa, ita operate kwa namna gani? Umesema hakutokuwa na room. VAR kule kuna chumba ambacho kinaongoza, na timu ambayo haijaridhishwa na uamuzi wakati mwingine hulalamika.
ama mwamuzi huitwa? Sasa uzuri wa hii VS, hii VS anaye request ni timu ambao ziko uwanjani na wanasema kwamba makocha ndio benchi la ufundi. Okay. Kwa hiyo wale walioko uwanjani za wachezaji wanaweza wakaona hapa ni offside. Wanamwambia kocha, wanatoa ishara kocha kule, hebu omba. Kwa hiyo kocha ananyoosha, na ukinyoosha kadi ile black card ya kuomba watakuwa wamepewa kadi. Ni kadi moja tu lakini ina sloti 4. Hizi 4 ina maana ya ikitokea tukio ananyoosha. Le tukio likikubaliwa na mwamuzi akenda kireview akiona ni kweli, bado kocha atabaki na sloti 4. Lakini ikionekana kwamba kamsumbua mwamuzi, ile sloti moja inafutika. Kwa hiyo akizifanya 4 zote zikifutika, hawezi kuomba tena. Sijui umenielewa? Nakuelewa. Sasa hii mimi naipenda zaidi kwa sababu ataomba mwenyewe timu pinzani. Ndio nitaomba, malalamiko yataishia pale. Yataishia pale. Na akaenda mwamuzi ataangalia. Yule aliyoko na nani atakuwa ana rekodi ya ile, atarudia, mwamuzi ataangalia, atarudia, atakuja kumwambia. Lakini pia kwenye mazungumzo tutaendelea kuangalia tuifanye vipi kwa ufanisi zaidi, kwa sababu inawezekana itakuwa ndio ligi ya kwanza duniani kutumia hiyo VS. Baada ya kutumia kwenye ile under 17 kutumia VS, mimi nadhani ndio itakuwa nani hii, itakuwa suluhu kwamba ya hilo jambo. Unajua, ndio maana nikasema teknolojia ipo, lakini ina gharama zake na ina faida zake. Kwa hiyo sisi kwa ligi yetu bado hatuwezi kutumia VAR, tutatumia hiyo VS kama tutafanikiwa, na hakika tutafanikiwa. Na in fact tumebaki na mazungumzo ili baadaye ikiwezekana, tukiona gharama zake hatutaziweza, tutashirikiana na serikali au tutashirikiana na wadau wowote, lakini angalau zitakuwa reasonable. Sasa wenyeji wa Tanzania kwenye mashindano makubwa, Tanzania walikuwa wenyeji wa AFL, mashindano mbalimbali kama Sekafa under 20, lakini CHAN pia tulikuwa wenyeji. Na AFCON 2027 sehemu ya wenyeji Kenya, pamoja nasi Uganda pia. Inaonekana ni fursa kubwa sana kwa Tanzania, lakini huu uzoefu ama hili linatokana na nini hasa ambacho kinashawishi ama kinawavutia wengine kuona twendeni Tanzania tukafanya hiki? Ujue huwezi kwenda sehemu kama huna imani. Hao wasimamizi wa mpira wana imani na Tanzania, nikizungumza kwamba ni sehemu ambayo wanaona serikali imeweka mazingira mazuri ya kuweza kuja wao kufanya mashindano yao hapa. Lakini wana imani na federation ambayo inasimamia huu mchezo kwamba inastahili kuhost. Lakini pia miundombinu ipo. Sisi tunajenga sasa hivi, lakini ipo kwa sababu serikali imegarantii kwamba itakuwepo. Lakini pia ni sehemu ambayo wameona watu wanaopenda huu mchezo wa mpira. Wanaopenda mchezo wa mpira kwa sababu wanawaona uwanjani. Sasa timu zao zinapocheza, kitu kikubwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba angalau sisi tuhakikishe hata kama Tanzania haichezi, viwanja vivyo vimejaa. Lakini vinajaa nani anayejaza? Anayejaza ni wale wahusika wa zile timu. Kama Marekani, Waamerika hawajazi uwanja, wanaojaza ni mashabiki waliokuja. Kama jana umeona Argentina na Egypt wamejaza uwanja wao, au ile Netherlands, Switzerland na Colombia wamejaza uwanja. Kwa hiyo pia wanajua kwamba mashabiki wa hizo nchi watakuja Tanzania na watapokelewa vizuri, watakuwa salama na wata-enjoy. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vinaangaliwa katika utaratibu huu. Tuna utayari kiasi gani? Yatakuja majina makubwa kwa tafsiri yake, kwa sababu ukizungumza AFCON
unazungumza michuano mikubwa kwa ngazi ya timu za taifa. Hivyo wachezaji nyota ambao wengine tunawashuhudia kwenye kombe la dunia wakiwa na timu zao za taifa kama Morocco, Misri, watakuwepo hapa Tanzania. Tumejiandaa? Tumejiandaa na ndio maana tumepewa. Kabla ya kupewa kuna vigezo vinaangaliwa. Vigezo tumevitimiza. Na nikwambie sisi tunavitimiza vigezo kwa ukubwa sana. Ukiangalia mashindano mengine yaliyopita, kwa mfano Cameroon, tulikuwa tunakaa Douala ndio tunaenda kwenye hizo mechi, na nilikuwa ni wote ndio maana naenda ndege kubwa, lakini itakuwa labda ambao watakuwa wana move hapa Tanzania ni wale viongozi wakubwa tu. Labda nitambatana nao sisi wenyeji, lakini ni kwamba sehemu nyingine kuna mahoteli, kuna sehemu zinakalika. Ivory Coast walijenga kabisa vijiji, wakaita Chan Village. Ina maana ni Afcon Village kwa sababu ya Kifaransa. Ndio ilikuwa hapo. Ile village zinakaa timu 4 zile ambazo ziko kwenye kituo kile, na ndio inafanyika hivyo. Lakini sisi hapa mahoteli, sisi hapa movement ni rahisi. Kwa mfano sisi vituo vyetu Arusha, Dar es Salaam, Zanzibar, kote kuna international airport. Wakati nchi nyingine international airport ni moja tu. Kwa hiyo either timu au washabiki watakuja, watakwenda moja kwa moja Kilimanjaro, watashuka moja kwa moja Zanzibar, watashuka moja kwa moja Dar es Salaam. Lakini pia ukitaka kumove kwenye miji yetu hii ni rahisi kumove. Haiwapi pressure ukilinganisha mmetoka kupokea kijiti kwa Morocco ambaye miundombinu yake inatajwa pia kuhodhi michuano mikubwa kama kombe la dunia. Haiwapi pressure kwamba watu watafanya ulinganisho maandalizi ya Tanzania dhidi ya yule ambaye ametoka kuwa mwenyeji wa michuano hiyo? Sidhani. Unajua sasa nirudi mimi kama kiongozi wa CAF. CAF sio nataka kila mashindano ya Afcon yanayokuja wawe bora zaidi kuliko yale yaliyopita. Sisi miundombinu ya barabara mizuri, airport nishakutajia. Morocco airport moja tu Casablanca. Sisi tuna 3 hapa. Morocco sawa, viwanja vizuri. Viwanja vizuri, na Morocco wenzetu mechi moja tiketi moja. Kwa sababu hamna uwanja ambao umecheza mechi 2 kwa wakati mmoja kama ambavyo iko Marekani kombe la dunia. Lakini hizo za nyuma huko mechi moja, uwanja mmoja, na ni mechi 2 tiketi moja. Kwa mfano ikiisha mechi nyingine una watu wanaingia hapo. Hilo sisi hatutaweza kulifanya. Pia requirement ni kwamba mechi 2 uwanja mmoja. Tunaweza tukafanya kiasi fulani hicho, lakini sisi tuna mazingira bora zaidi ambayo yatakuwa yana utofauti na Morocco. Morocco ilikuwa kipindi cha baridi sana. Watu walikuwa wakitoka uwanjani wanakwenda kwenye mahoteli yao wanajifungia. Sisi itakuwa ni kipindi ambacho kimekuwa kiko wazi, lakini kipindi ambacho pia ni kipindi cha utalii. Kwa hiyo watu pia kutakuwa na maisha mengine baada ya mpira. Hivyo tutakuwa na maandalizi yenye ufanisi kuliko Morocco. Tutakuwa bora zaidi kwa utofauti kuliko Morocco. Morocco ilikuwa stadium nzuri, watu wanaingia uwanjani, lakini wakitoka wanakwenda kujifungia kwa sababu ya baridi nini. Lakini sisi hapa mtu akitoka ataenda siku ambapo kuna mapumziko Dar es Salaam atakimbia ataenda Mikumi. Siku ambapo kuna mapumziko Zanzibar ataenda Nungwi huko. Siku ambapo kuna mapumziko Arusha ataenda Tarangire, ataenda Ngorongoro. Lakini vivyo na wenzetu Kenya na Uganda. Kwa hiyo sisi tuna utofauti fulani ambao huwezi ufananisha na Morocco. Utakuwa bora zaidi kuliko Morocco kwa engo nyingine ambayo tunaielewa sisi pamoja na serikali zetu. Sasa hayo ni mafanikio kwa upande wa ngazi ya taifa. Klabu zetu Simba, Yanga, Azam na Singida kushiriki michuano ya CAF, lakini pia kucheza hatua ya makundi wote kwa pamoja.
TFF wamefanya uwezeshaji kiasi gani kwa klabu hizi na pengine mnajivunia kwa ukubwa gani, lakini muendelezo sasa wa mafanikio hayo? Kwanza nieleze hili. Sisi kwa nini tuna timu 4? Wenzetu wana 2, moja kila mashindano. Sisi vilabu vyetu vya Simba na Yanga vimetupa pointi nyingi, kwa sababu kwanza washafika fainali ya mashindano, lakini Simba na Yanga always wanakuwa wako kwenye group stage, na group stage kuna pointi tunazipata. Kwa zile pointi zimetuweka katika nchi 12 ambazo zinapewa nafasi 4 kutokana na pointi zake. Kwa hiyo hilo ni tofauti na ligi. Watu wanafikiria kwamba ile ligi yetu sasa tunacheza namba 4, 5, 6 ndio inatupa timu 4. Hapana, inayotupa timu 4 ni zile pointi ambazo vilabu vyetu vinaposhinda mechi za group stage. Ukishinda group stage, in fact hata contribution pia ya nyuma huko Namungo alicontribute, kwa sababu alicheza group stage na alidraw, nadhani kuna mechi alidraw group stage ya Confederation. Kwa hiyo inatupa pointi. Kwa hiyo hizi timu zimetupa pointi nzuri. Msimu uliopita timu hizo ziliingia group stage zote kwa pamoja. Kuna pointi tumepata, lakini sikufurahi, hatukupata pointi ambazo ni nyingi zaidi. Kwa hiyo mwaka huu kama kawaida yetu tutakaa nao, tuzungumze nao, tuangalie jinsi gani watakapopangiwa waweze kuhakikisha kwamba wanakwenda group stage, lakini na group stage tuhakikisha kwamba angalau wanaenda robo finali ili tuweze kulinda hizo nafasi. Hatufanyi maajabu zaidi ya kukaa nao, kushirikiana nao. Na hizo timu zikishaingia mashindano ya Afrika sasa tunazibeba, ni za kwetu. Na bahati nzuri wanatoa ushirikiano, tunakaa tunajadiliana nao, tunawaambia cha kufanya nini. Kitu kikubwa sasa hivi tunataka wakamilishe matakwa yote ya club licensing. Matakwa ya club licensing ambayo ili tuweze kutoa club licensing, timu isiwe inadaiwa na mchezaji, kocha au taasisi yoyote ambayo labda imetoa huduma. Wahakikisha kwamba hawadaiwi, au kama wanadaiwa angalau kuna makubaliano kwamba wanaweza kufanya kwa kipindi fulani. Yale tunawapa club licensing, tukawapeleka kule, sasa warudi kwenye usajili. Sasa kwenye usajili mwaka huu kidogo kuna kanuni zipo sisi za wachezaji wa kigeni. Nimeona kwenye rasimu ya mabadiliko ya kanuni inazungumza sana kwenye kuhakikisha kwamba tunasimamia sheria za wachezaji wa kigeni. Wachezaji wa kigeni, kanuni iko huko nyuma inasema mchezaji wa kigeni ili aweze kusajiliwa kwenye ligi yetu ya Tanzania lazima awe anatoka timu ya daraja la juu kule anakotoka, na awe muda huo anachezea timu yake ya taifa. Kwanza msimu ujao itakuwa hivyo. Iko hivyo hiyo kanuni. Lakini enforcement, kwa sababu ilikuwa vilabu vinaondoka tu, unakuta kilabu tayari kimeshasajili kinamtangaza mtu na akija huko achezi hapata nafasi au anapata nafasi. Kwa hiyo tunataka kabla ya kumsajili lazima waende kule, kwa sababu tutakaporudi kwenye players passport tunataka tuangalie, je, mchezaji anachezea timu ya taifa? Otherwise wataingia mikataba na wachezaji, watawaweka tu, hatutawaruhusu kwenye sistimu yetu kuingia. Walioko na mkataba ambao bahati nzuri wanaendelea, bado tutaendelea kuwa na kuheshimu mikataba yao. Mimi nakushukuru sana. Asante sana kwa muda wako, tumezungumza mengi sana. Sawa. Ni Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF, Wallace Karia, tukizungumza mengi kuhusiana na maendeleo ya soka akiwa na msimu wa 9 kwenye kiti hicho cha uongozi.